من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارها، وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أما بالشمس أقسم ربنا وضحاها، والبدر إذ بعد الغروب ابتلاها، والنهار بضوئه جلاها، والليل إذ بظلامه يغشاها، ونفس إذ خلقت بقدرة قادر خلقا سويا جل من سواها. عرف الطريق شر درب فجورها، وكذا سبيل الخير درب هداها. والله عرفها وأرشدها إلى ما فيه عزتها وهداها، والله أنذرها نارا مؤلما إذا غلب الهوى تصلاها. قد أفلح العبد عرف طريق الخير، وبحسن فعل في الورى زكاها. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خاتم الأنبياء والمرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب، السلام عليك يا خديجة الكبرى يا أم المؤمنين والمؤمنات، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani kipenzi chake bwana wetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikiwa tumo katika majalis au masiku ya kumzungumza Bibi Fatima salamullahi alaiha na kukumbushana kuhusu mwanamama huyu ambaye ni Bibi Fatima salamullahi alaiha. Katika darasa zangu zilizotangulia nilipomzungumza mwanamama huyu mwenye nafasi kubwa kabisa ya Kiislamu katika umma wa Kiislamu, katika ulimwengu wa Kiislamu, tulizungumza kwamba miongoni mwa nafasi kubwa kabisa aliyokuwa nayo na utambulisho wa Bwana Mtume Muhammad
sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyotutambulisha kwa mwanamama huyu. Tulizungumza kwamba Bibi Fatima salamullahi alaiha kuwa ni sayyidatun nisa'il alamin, kwamba ni bibi katika wale wanawake ambao ni wanawake wana nafasi kubwa kabisa katika Uislamu, wana nafasi ya hali ya juu kabisa katika Uislamu ni Bibi Fatima. Na nikanukuu hadithi mashuhuri ambayo inapatikana katika vitabu vya Kisuni vya Kishia. Nikazungumza hadithi hii ambapo Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam siku moja alikuwa kinena akisema, kama la mina rijali kathiru, akinena kwamba wanaume waliokamilika ni wengi. Na sote tajua kwamba wanaume waliokamilika ni wengi. Mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni wanaume na wamekamilika. Mawali wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mawasii wa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukitizama tu mitume wa Mwenyezi Mungu, ukatizama mawali wa Mwenyezi Mungu, ukatizama mawasii wa mitume, ya kutosha kwamba kuelewa haya maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyanena, ameyanena sehemu yake akisema, kama la mina rijali kathirun, wamekamilika katika wanaume ni wengi mno waliokamilika. Lakini aliporudi kusema upande wa kina mama, akasema Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walam yakmul minan nisa'i, na wala hawakukamilika katika wanawake wote namna walivyo, wanawake wote ulimwengu mzima mmoja wake. Bwana Mtume akasema hawakukamilika katika wanawake illa Asia, isipokuwa ni Bibi Asia ambaye ni mke wa Firaun. Huyu ni mwanamke wa kwanza mtimilifu kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na tukimtizama Bibi Asia kama ikiwa ni wazuri wa kusoma Qur'an, Bibi Asia ana nafasi kubwa sana katika Qur'an. Kama sio Bibi Asia na wallahi Musa asingeongoka katika kifo alichokipanga Firaun katika mikono ya Firaun, ndipo alikombolewa Nabii Musa kutoka katika mikono ya Firaun kupitia mwanamama huyu Asia. Na tulizungumza namna alivyoongoka, namna alivyookoka, namna alivyoweza kunusurika na wallahi Musa kupitia mdomo wa mwanamama huyu Bibi Asia, ambaye Bwana Mtume amemweka namba moja kwamba ni mwanamke kamilifu, mwanamke aliyekamilika. Nikisoma Qur'ani, shughuli ya Firaun, kazi kubwa alikuwa akifanya Firaun, kana yaktulu dhukuran, alikuwa akiua watoto wa kiume, wa yatrukul inatha, lakini akiacha watoto wa kike. Na katika watu waliozaliwa katika ulimwengu wa Firaun alizaliwa na Nabii Musa. Na Nabii Musa, kusoma kisa mama yake wakati amebeba mimba yake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alilinda mimba ile, kwa sababu ilikuwa kazi ya Firaun ni muraqaba likulli imra'atin hamila. Ilikuwa anamfuatilia kila mwanamke ajulikanaye ni mjamzito. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ra'afatan bi ummi Maryam, ra'afatan bi ummi Musa, kwa kumwonea huruma huyu mama yake na Nabii Musa, ra'afatan biha, Mwenyezi Mungu akahifadhi mimba yake aepukane na muraqaba shadida ambao ulikuwa ni muraqaba ule wa Firaun. Basi mama yake Musa ikawa hajulikani kama ni mjamzito. Dalili zote zile mzidiwazo za wanawake wajawazito hazikuwepo dalili zile kwa mama yake Musa. Dalili zote zile za wanawake wajawazito namna wanavyo hazikuwepo kwa mama yake na Nabii Musa. Kwa hiyo tunaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala namna alivyomhifadhi mama yake Musa. Lakini iwe itakavyokuwa, ahifadhiwe namna atakavyohifadhiwa, lakini iko siku atajifungua.
Wabilfi'l, na mama yake Nabiullahi Musa ilipotimia ile siku ya kujifungua, mwenyewe akawa anahaha, atajifungua vipi, atastirika vipi, kastirika akiwa mjamzito, sasa atajifungua, je mtoto wake atakuwa salama, atasalimika katika mikono ya Firaun? Akawa anawaza sana mama yake na Musa. Mwisho akatafuta pahala akaenda kujifungua akiwa peke yake. Alipojifungua, alikuwa yuko karibu na mto, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndio wahai aliopewa asiokuwa nani? Mtume. Mwenyezi Mungu anasema wa auhaina ila ummi Musa, tukampelekea wahai mama yake na Musa. Wahai gani? Amtupe mtoto katika mto. Na mama leo, wa mama ukiwasikia akihisi jambo baya tu kwa mtoto wake, jambo la kwanza anakuambia tumbo linauma. Tatizo baya tu akihisi kwa mtoto wake, tumbo anahisi linacheza cheza. Sasa mama yake Musa apokea wahai kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba amtupe mtoto mtoni. Basi Nabiullahi Musa, mama yake na Nabiullahi Musa akawaza amtupe vipi, amtupe mzima. Basi akawa na akili ile ya kwamba ambayo tunaita al-ilham. Akaona kuambiwa kumtupa sio kumtupa ili akafe. Kwa hiyo akatengeneza kichanja kama ambavyo mwajijue vichanja vya kuanikia vyombo, ikatengenezwa kichanja na mama yake Musa, akamweka mtoto mchanga na Nabiullahi Musa. Mto ule unaenda kupita mlangoni mwa Firaun. Wabilfi'l ukapita mlangoni mwa Firaun, watu wakaita mtoto. Basi bibi Asia akasikia na Firaun akasikia na watu wote wakasikia, wakatoka. Lakini mama yake Nabiullahi Musa tayari alishamfuta Nabiullahi Musa. Sasa akaenda kuwa mama yake na Nabiullahi Musa ni Asia. Pale Asia alipoenda kumkomboa katika mikono ya Firaun, akamwambia asa an yanfa'ana au natakhidhahu waladan, kwamba kwa uchache Firaun huyu mtoto aweza kutufaa. Tukiona hatuna manufaa makubwa ya kuwapata kutoka kwake, kwa uchache tumfanye kuwa ni mwenetu, kwa sababu mimi na wewe hatukujaliwa mtoto. Ndipo akasalimika Nabiullahi Musa katika mikono ya Firaun. Sasa huyu ndo mwanamke wa kwanza ambao Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anaufunza ulimwengu kwamba ni mwanamke wa kwanza aliyekamilika. Alikuwa ni Asia bintu Mazahim. Huyu ni mwanamke wa kwanza aliyekamilika ambaye alikuwa ni mke wa Firaun. Lakini mwanamama wa pili aliyekamilika, Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema wa Maryam bintu Imrana, ni mama yake na Nabiullahi Isa. Kwa hiyo akitoka katika wanawake waliokamilika, akitoka Asia ambaye ni mke wa Firaun, martaba ya pili anafuata ni mama yake na Nabiullahi Isa. Kamsomeni na mama yake na Nabiullahi Isa katika Qur'ani. Mama yake Nabiullahi Isa alipata tabu katika jamii yake, na tabu ilizidi zaidi pale alipopata ujauzito usiokuwa na baba, na jamii haielewi mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu aweza akafanya kisichowezekana kikawezekana, kikazidi akili za wanadamu. Jamii ile aliyokuwa naishi Maryam, mama yake na Nabiullahi Isa, ilikuwa vigumu kutizama yale ambayo yasiyowezekana na yanayowezekana. Ilikuwa ni vigumu kuelewa mambo yale. Kwa hiyo akatuhumiwa kwa tuhuma mbalimbali, ikiwemo miongoni mwake kwa kuwa amepata ujauzito usiokuwa na baba. Akatuhumiwa tuhuma mbalimbali mpaka Nabiullahi Isa siku moja anakaa amezaliwa, mtume wa Mwenyezi Mungu ikawa anasononeka kuhusu hadithi ambazo ziliendelea kutawala hali ya kuwa na yeye sasa kafikia hali ya utu uzima, mpaka Qur'ani ikamwambia lam takun ummuka baghiya, mama yako hakuwa mchafu. Anaambiwa nani? Anaambiwa Nabiullahi Isa, anaambiwa mama yako hakuwa mchafu.
Tizama Nabii Isa namna alivyoishi katika ulimwengu. Sasa huyu ndo mwanamama ambao ana nafasi ya pili. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufunza ni mwanamke kamili, ni mwanamke aliyekamilika. Alikuwa ni Maryam, mama yake na Nabii Isa. Lakini mwanamama wa tatu katika ukamilifu aliyekamilika alikuwa ni Bibi Khadija. Bibi Khadija mke wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtizameni mama, hawa mama wote watizameni min nahiyatul ikhlas wa taqwa. Hebu watizameni katika hali tu yao ya kawaida namna walivyokuwa ucha Mungu. Kamtizame Asia, kamtizame Maryam salamullahi alayha. Nenda mtizame Bibi Khadija. Bibi Khadija ambaye Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam siku moja amekaa na mmoja wa wake zake. Yule mke wake akamwambia, wewe vipi unaendelea kumtaja Bibi Khadija hali ya kuwa tayari ameshakufa, alikuwa tayari mkizee, una wanawake wazuri sasa, una wanawake warembo, una wanawake wasichana, vipi Bwana Mtume bado umwaza Khadija tu? Vipi haupumui bado wewe wa kumfikiria Bibi Khadija? Hivi Bibi Khadija ana uwezo wa kutufikia sisi? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamjibu mmoja wa wake zake, akamwambia, Mwenyezi Mungu hakuniweza kunibadilishia mwanamke akawa ni bora kuliko Bibi Khadija. Mwenyezi Mungu hakunipa mwanamke akawa anamkaribia Bibi Khadija katika level yake. Assalamu alayka ya Khadija al-Kubra ya ummal mu'minina wal mu'minat. Hakuna yoyote katika wake wa Bwana Mtume anasema hakuwa yoyote katika wale wanawake ambaye aliyefikia level ya Bibi Khadija. Hakuna yoyote aliyefikia level hiyo. Sasa Bibi Khadija salamullahi alayha, mtizame mwanamama huyu namna alivyotumikia Uislamu. Mtizame namna alivyotumikia Uislamu. Uislamu huu tunaambiwa Uislamu umejengwa kwa vitu vitatu. Uislamu ambao sisi tunajifakharisha leo. Tunajifakharisha sisi Waislamu, tuna furaha sisi Waislamu, tunazaa vizazi vya Kiislamu, tunajivunia Qur'ani, tunajivunia sunna za Bwana Mtume, tunajivunia misikiti, tunajivunia Qur'an. Yote haya namna tunayoyavunia, tunavyojivunia, Uislamu haukujengwa isipokuwa kwa mambo matatu. Jambo la kwanza, tunaambiwa Uislamu umejengwa bi akhlaqi nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uislamu umejengwa kwa tabia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndio umejenga Uislamu. Jambo la kwanza. Na Bwana Mtume akawa katika maneno yake mashuhuri mara nyingi akinena, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Hakika mimi nimetumwa kutimiza tabia njema. Maana yake tabia ndiyo kioo cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Uislamu ukibebwa nini? Ni tabia. Na hata Bibi Khadija mwenyewe alipomuona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alimuona katika tabia, alimuona katika ulimwengu wa tabia ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Hakika wewe Bwana Mtume ni mwisho wa tabia. Sasa Uislamu mbali na kusimama kwa tabia ya Bwana Mtume, lakini Uislamu ukasimamishwa bimali Khadija salamullahi alayha. Uislamu umesimama kwa mali ya Bibi Khadija. Mali ya Bibi Khadija imesimamisha Uislamu. Kwa hiyo mwanamama huyu ambaye mwenye nafasi kubwa ya tatu katika ulimwengu wa utambulisho wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa wanawake waliokamilika, basi Bibi Khadija mali yake imesimamisha Uislamu. Kisha Uislamu ukasimama kwa upanga wa Ali bin Abi Talib, ambapo tulizungumza nafasi ya Ali bin Abi Talib, tukasema kwa uchache swala dogo tu,
hakuna ambaye ana uwezo wa kujivunia usharifu wala kujivunia utukufu wa usharifu, isipokuwa lazima mgongo wake ufike kwa nani? Kwa Ali bin Abi Talib. Hana nafasi ya kujivunia yeye ni sharifu kwa kupitia tu bwana mtume, lazima ataenda na mgongo wa nani? Wa Ali bin Abi Talib. Tukasema bwana mtume amesemaje? Waja'ala dhurriyati fi sulbi Ali, kwamba Mwenyezi Mungu amefanya kizazi changu mimi bwana mtume, kwa sababu kanuni yenu nyinyi ya kufunzeni, banuna banu abnaina wa banatuna banuhunna abna'ur rijali al-ab'ad. Kwa kanuni hiyo mlokuwa nayo, kwa mashairi mnayoabudu na hamwamini Mwenyezi Mungu atafanya kisichowezekana kikawezekana, basi akafanya yawezekana kizazi cha mtu kisiendelee kupitia yule mtu mwenyewe. Akasema waja'ala dhurriyati fi sulbi Ali, amefanya kizazi changu kiendelee kupitia mgongo wa Ali bin Abi Talib. Wallah, kwa ukisema kizazi cha bwana mtume al-itra, ukisema kizazi cha bwana mtume al-itra tahira, kizazi kiliotukuka, basi Ali bin Abi Talib ndio mgongo wa kupitia, ili umfikie bwana mtume ndio mgongo. Sasa Bibi Fatima salamullahi alaiha, katika wanawake waliokamilika, bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema ni mwanamke aliochukua nafasi ya 4. Ndio ile katika hadithi nyingine unenwa khairun nisa'il alamina 40, wanawake bora ulimwenguni ni wanawake 4, wale waliokamilika. Wanawake bora ulimwenguni wale waliokamilika, nao 4: Asia bintu Mazahim, Maryam bintu Imrana, kisha Khadija bint Khuwailid, alafu kisha Fatima bintu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukaashiria sio tu katika Bibi Fatima, katika wanawake bora waliokamilika katika ulimwengu huu. Hapana, bali bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kumuelezea Bibi Fatima, bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivuka kiwango cha ulimwengu wa dunia. Aliacha ulimwengu wa dunia, hakumuelezea Bibi Fatima katika ulimwengu wa dunia peke yake, bali alimueleza Bibi Fatima nafasi yake katika ulimwengu wa akhira. Katika ulimwengu wa dunia sasa tunajua assalamu alayki ya Fatima az-Zahra ya sayyidatan nisa'il alamin, level ya dunia. Sasa bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kupitia bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na bwana mtume aenda kuonyesha level aliyokuwa nayo ya akhira, level kubwa aliyokuwa nayo ya akhira, katika hadithi mashuhuri inayopatikana katika vitabu vya Sunni na Shia. Hadithi hii bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kama inavyonukuliwa hadithi hii, anasema khatta Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fil ardi 4 khututi. Bwana mtume siku moja alichora mistari 4. Alichora mistari 4. Kachora mstari wa kwanza, kachora mstari wa pili, na kisha kachora mstari wa 3. Alipochora hiyo mistari 3, mistari hiyo 4, akawauliza masahaba zake, taduruna ma hadha, majua hii mistari 4 nini? Majua hii mistari 4 hii nini? Wakamjibu masahaba wa bwana mtume, faqalu, wakanena kumwambia bwana mtume, Allahu wa rasuluhu a'lamu, sisi hatuna ujuzi wa hii mistari 4 uliotuchorea. Mwenye kuijua hii mistari 4 uliotuchorea ni Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wao wakitaka watatufahamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Bwana mtume akawaambia, afdhalun nisa'i ahlil janna, mistari hii 4 ni mimi leo nakufundisheni wanawake bora peponi. Peponi kuna wanawake.
Lakini baina ya wale wanawake waliokuwa peponi, wale wanawake waliokuwa peponi, wale wanawake wa peponi, baina ya wale wanawake wa peponi mbora wa kina nani? Ndio Bwana Mtume anawaambia, kama nilivyokufundisheni, baina ya wale wanawake bora duniani, wale wanawake waliokuwa wengi duniani, wanawake waliokamilika wanne na wanawake bora wanne pale duniani. Lakini pia na akhera kule peponi kule, wanawake wote wale waliokuwa peponi, basi kuna wanawake bora katika wale wanawake wa peponi. Bwana Mtume wafunza masahaba zake, leo kama nilivyokufundisheni wanawake bora ulimwenguni, na kufundisheni wanawake bora katika ulimwengu wa akhera, tena wanawake bora katika pepo. Wale masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakasikiliza. Kumbuka katika wanawake bora wa ulimwenguni, Bwana Mtume alipoanza kuwataja alisema kwanza Bibi Asia, kisha akataja wa pili ni Bibi Maryam, kisha akataja watatu Bibi Khadija, wanne akaenda kumtaja Fatima Zahra. Hawa peponi, wanawake bora wale wa peponi. Katika wanawake bora wa peponi, Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaanza kutaja wa kwanza, akasema Khadija bintu Khuwailid. Wa kwanza Bibi Khadija, wa kwanza kabisa katika wale wanawake bora katika pepo, wa kwanza ni Bibi Khadija. Wa pili Bwana Mtume akasema wa Fatima bintu Muhammad. Wa pili ni mtoto wa Bwana Mtume, huyu Bibi Fatima, levo yake ni ya pili. Huyu tunamzungumza, huyu mwanamama huyu, levo yake kule peponi ni mwanamke mwenye levo ya pili, martaba ya pili, daraja la pili katika wanawake bora wa peponi, ni Bibi Fatima. Sasa kisha ukitoka hapo ukimwacha Bibi Fatima, nafasi inaenda kumrudia Bibi Asia, anakuwa watatu. Kisha ikitoka inaenda kwa Bibi Maryam, anakuwa nafasi ya 4 katika wale wanawake bora wa peponi. Sasa unapomzungumza Bibi Fatima, unazungumza al-itratu tahira, unazungumza kizazi kilichotukuka. Sote sisi masahaba wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na sisi Waislamu kwa ujumla, sote twafunzwa kwamba hakuna kitu kina thamani mbele ya macho yetu, wala hakuna kitu ambacho tunachotakiwa kukipenda mbele ya macho yetu kama Bwana Mtume. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa uldihi wan nasi ajma'in. Bwana Mtume hunena akatufundisha kwamba hatoamini mmoja wenu mpaka mimi niwe kwa huyu mmoja wenu, mpaka anipende mimi kuliko kizazi chake, kuliko mali yake, kuliko watu wote. Ukimpenda Mtume umpende kuliko kizazi chako. Ukimpenda Mtume umpende Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuliko mali yako. Ukimpenda Bwana Mtume umpende Bwana Mtume kuliko kiumbe yoyote yule. Ndio tufunga. Kwa hiyo Mtume kwanza, Mtume kwanza, Mtume apendwe kuliko kitu chochote. Na Qur'ani ikasema in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, ikiwa nyinyi kweli kweli mwampenda Mwenyezi Mungu, basi jambo lenu la kwanza kulifanya lifuateni mimi Mtume Muhammad, alafu mimi nitakufunzeni namna ya kumpenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imam Shafi'i akimzungumza Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, humzungumza kwa kiwango kikubwa zaidi cha kumpenda. Sasa huyu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ambao sisi kumpenda ni lazima kuliko chochote, kuliko mtu yoyote. Siku moja Abu Dharr al-Ghaffar, sahaba Bwana Mtume, anasema Abu Dharr al-Ghaffar anasema, nilikuwa nikitafuta fursa mimi, nilikuwa nikitafuta nafasi,
nafasi ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam atakuwa peke yake, kisha ni muombe Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam anipe wasia huo ni wa kwangu mimi peke yangu. Abu Dhar mwana mapenzi anatafuta nitampata Bwana Mtume akae wapi, yu peke yake tu, hana mtu mwingine, kisha mimi nimtake Bwana Mtume iwe ni wosia nimeupata mimi nikiwa peke yangu kutoka kwa Bwana Mtume. Abu Dhari alitafuta kwa muda mrefu sana hiyo chance, alitafuta fursa hiyo kwa muda mrefu. Kila akimtafuta Bwana Mtume humkutana mtu, humkutana sahaba, humkutana yule. Siku moja Abu Dhar anasema nikamuona Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam yumo msikitini, akiwemo yeye Bwana Mtume amekaa, na pembezeni mwake alikuwa Ali bin Abi Talib peke yake, Ali anaswali. Abu Dhar anasema nikaona nikikosa siku hii siwezi kupata siku nyingine tena. Yani kumkuta Bwana Mtume yuko peke yake zaidi ya hivi, yuko yeye peke yake amekaa na Ali anaswali, nafasi hii siwezi kuipata tena. Abu Dhari anasemaje? Abu Dhari anasema nikaitumia nafasi ile ya dhahabu. Alitumiaje? Anasema fadhahabtu ila rasulillah, nikaenda kwa Bwana Mtume, fakultu la, nikamwambia Bwana Mtume auswini biwasiyatin yanfa'uni Allahu biha fi dunya wal akhirah. Abu Dhari anasema nikaenda kumwambia Bwana Mtume nipe wasia, kwa kupitia wasia huo nitanufaika nao hapa duniani na akhera. Wasia huo utanifaa duniani na kesho akhera. Usinipe wasia wa hapa tu kanipe duniani. Mimi Bwana Mtume kukutafuta namna nilivyokutafuta kwa kuwa nataka wasia uninufaike kwa wasia huo hapa duniani, lakini na akhera pia wasia huo unifaa. Bwana Mtume akamwambia Abu Dhar, wa inni musika bi wasiyatin yanfa'uka Allahu biha fi dunya wal akhirah. Bwana Mtume akamwambia Abu Dhar, ewe Abu Dhar, na mimi nakupa wasia ambao utanufaika kwa wasia huo hapa duniani na akhera. Utakufaa wasia huo duniani na akhera. Abu Dhar anasubiri wasia wa Bwana Mtume. Bwana Mtume akamwambia wasia wangu nitakuhusia mambo machache. Akamwambia wasia wake wa kwanza, akamwambia ya Abu Dhar, ewe Abu Dhar, u'bud rabbaka ka'annaka tara, muabudu Mola wako kana kwamba unamuona. Unapofanya ibada kumwabudu Mola wako, jambo lako la kwanza kabisa nalokuhusia, unapomwabudu Mwenyezi Mungu, muabudu Mwenyezi Mungu kana kwamba unamuona. Na hili lilikuwa tatizo la nani? Lilikuwa tatizo la makafiri wakati ule. Ilikuwa tatizo la watu wasiokuwa nani? Wasiokuwa Waislamu. Walikuwa wakimwambiaje Bwana Mtume? Wakimwambia Bwana Mtume, kaifa na'budu ilaha alladhi la narahu, vipi Bwana Mtume wataka tumwabudu Mwenyezi Mungu tusomuona? Kisha Bwana Mtume alipouliza kwa nini nyinyi mwabudu sanamu, kwa nini mwabudu miungu mlioitengeneza wenyewe, basi yasemekana Bwana Mtume alijibiwa linataqarrabu ila Allahi zulfa. Kwa si hatutaki, si hatuabudu hii miungu kwa kuwa tutaka kuiabudu hivi sanamu, tutataka kupitia yama sanamu si tujikurubishe kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa makafiri wakimjibu Mtume Muhammad kwamba sisi tutataka kupitia haya masanamu, nikilitizama ili sanamu litanipa mimi jambo cha Mungu, nitajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Yuqarribuna ila Allahi zulfa. Haya masanamu yatukurubisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu wakiona kwamba hakuna uzuri wa kuabudu kama kuabudu kile unachokiona. Sasa Abu Dhar anaambia Abu Rabbaka ka'annaka tara. Imam Ali siku moja akaulizwa, akamwambia Imam Ali, kaifa ta'budu man la tarahu? Abu Dhar anaambia maabudu kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba anafanyaje? Anamuona. Lakini Imam Ali ambiwaje? Kaifa ta'budu man la tarahu?
mvipi wewe Mtume Muhammad, mvipi wewe Ali bin Abi Talib wapoteza nguvu zako zote kuabudu kitu usichokiona? Katumia nguvu kwa siku mara 5 waabudu kitu usichokiona. Imam Ali akasemaje? Akasema la tudriku la tarahu la tudrikuhu al-absar bal tudrikuhu al-qulub bihaqiqati al-iman. Imam Ali akawajibu akasema, Mwenyezi Mungu humuoni kwa macho, lakini Mwenyezi Mungu utamuona kwa moyo ukiwa imani yako ina lengo kubwa, ikiwa imani yako ni kubwa. Kwa Abu Dhari ambiwa amwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kana kwamba anamuona. Usia kwanza. Usia wa pili anamwambia wa antu'mina bi. Abu Dhari wewe mpaka kumfuata Mtume Muhammad msikitini na ukamuulize ukataka kupe usia, bado tu muamini? Sasa Bwana Mtume anamwambia na usia wangu wa pili wa antu'mina bi, na uniamini mimi Mtume Muhammad. Baadhi ya maulama waliposherehesha ule usia wanasema kwamba hakuna shaka Abu Dhari alikuwa akimwamini Mtume mpaka akitafuta fursa amfikie Bwana Mtume atakayohusia, ilikuwa tayari anamwamini Mtume. Lakini Bwana Mtume aliponena wa antu'mina bi, na uniamini mimi, bima yali, kwa haya yafuatayo ninataka kukueleza. Maana yake amwandaa kwa usia watatu, anamwandaa kwa usia watatu. Sio antu'mina bi kashamwamini, sasa anamwandaa kwa usia watatu, kwa maana uamini na ilini fuatana. Wa antu'mina bi, ambao lipi hilo? Akasema wa'alam ya Aba Dhar, jua ewe Aba Dhar, alaika an tuhibba ahla baiti, ni juu yako kuwapenda kizazi changu, ni juu yako kuwapenda watu wa nyumba yangu. Fa inna Allah azza wa jalla, hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ja'alahum kasafinati Nuh, Mwenyezi Mungu amewafanya kama jahazi la Nuhu. Faman rakibaha naja, atakayeshikamana nao hawa atakuwa ameongoka kama wale walioongoka katika jahazi la Nuhu. Wa man takhallafa anha gharqa wa hawa, na atakayeachana na ahlul bait akawakimbia ahlul baiti atakuwa ameangamia kama walivyoangamia wale walioangamia wakawa walioshindwa kupanda jahazi la Nuhu. Ambaye wa antuhibba ahla baiti, usia Bwana Mtume na upende kizazi changu. Unapozungumza wa antuhibba ahla baiti, maana yake wakusudia ndani yake mwanamama Bibi Fatima, wamzungumza Bibi Fatima, wamzungumza Bibi Fatima, wamzungumza Ali bin Abi Talib, ambao kizazi cha Bwana Mtume huendelea kupitia mgongo wa Ali bin Abi Talib. Wazungumza watu hawa. Sasa utakuwajua zaidi watu wangapi? Soma katika Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliposema faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-'ilm faqul ta'ala nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Kwa Bwana Mtume siku ile ya mapizano na Mayahudi na Manasara amesema iteni wanawake zenu na situite wanawake zetu. Bwana Mtume katika wanawake wote waliokuwepo wa Kiislamu, wanawake wote waliojaa wa Kiislamu, akasema katika wanawake wa Kiislamu akamtoa Bibi Fatima, akamsimamisha mbele. Kisha katika watoto wote wa Kiislamu, watoto wote wa Kiislamu, Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akachukua wana wa nani? Wa Bibi Fatima, akamchukua Hassan na Hussein, akawasimamisha mbele ya Mayahudi na Manasara. Kisha Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mje na sisi na nyinyi mje. Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika watu wanatakiwa kutoka upande wa wanaume, katika upande wa wanaume Waislamu akatolewa Ali bin Abi Talib, akasimamishwa. Hebu tazama, kasimamishwa Ali, kasimamishwa Bibi Fatima, kasimamishwa Hassan, kasimamishwa Hussein.
bwana mtume anawaambia kama Qur'ani ilivyomuelekeza bwana mtume, fanaj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin, wana laana Mwenyezi Mungu iwashukie wasema uongo. Alipokuja yule askofu Najran kumtizama, alipoingia tu wale waliokuwa mbele na bwana mtume, hawa ndo wanaongoza mapizano, hawa ndio tutakaotumika, hawa ndio watakaotumika katika mapizano. Yule askofu Najran alipomtizama Ali, akamtizama bibi Fatima, akamtizama Hassan, akamtizama Hussein, alipotizama akawaambia, ya maashara al-yahudi wan-nasara, enyi mayahudi na manasara, la tatabahalu bihim, msiapizane nao, fatahaliku, mtaangamia, wala yabqa min wajhi al-ardi yahudiyan wala nasraniya, hatobaki katika ardhi ya Mwenyezi Mungu yahudi wala nasara mtakapokubali kuapizana na nyuso hizi. Kwa nini? Alisema inni ara wujuhan, mimi nimeona nyuso, lau talabati min Allahi an yuzila aljabala la azala, laiti nyuso hizi zingelimwomba Mwenyezi Mungu aamishe mlima, basi nyuso hizi zina Mwenyezi Mungu anauamisha mlima. Hana kipingamizi kwa nyuso hizi. Wazungumza uso wa nani? Wazungumza uso wa bibi Fatima. Wazungumza nani? Wamzungumza Hassan. Wamzungumza nani? Wamzungumza Hussein. Wamzungumza nani? Wamzungumza Ali bin Abi Talib. Sasa Mwenyezi Mungu bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipofikisha Uislamu, masahaba bwana mtume wakapiga mahesabu mapana. Huyu bwana mtume tutamlipa nini? Huyu mtume wetu huyu Muhammad bin Abdullah, huyu Rasulullah, huyu tutamlipa nini? Wakawa wanajiuliza masahaba, tumlipe nini bwana mtume? Tutamlipa kitu gani bwana mtume kiweze kumfurahisha bwana mtume? Bwana mtume ajione amepewa zawadi baada ya kutupa maisha haya mazuri aliyotupa. Dhukna halawat alhayat, tumeonja utamu wa maisha. Sirna insanan, tumekuwa watu. Fa innal islama dinul insaniya, Uislamu ni dini ya utu. Tumekuwa watu, tumetoka katika hali ya unyama. Tumlipe nini bwana mtume? Yahtarimu ba'duna ba'dan, baadhi yetu wanawaheshimu baadhi. Tumepata nafasi nzuri mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumlipe nini? Sasa wakati masahaba wanadiscuss swala lile namna wamlipe vipi bwana mtume, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia bwana mtume, jamaa wanajadili wakulipe nini? Jamaa wajadili, masahaba zako wawaza usiku na mchana wakulipe nini wewe? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia, qul la as'alukum alayhi ajran illa almawaddata fil qurba. Mwenyezi Mungu akamwambia mtume Muhammad, waambie hawana ujira wa kuweza kukulipa wewe. Qul la as'alukum alayhi ajran, waambie mimi sikutakeni malipo yoyote isipokuwa malipo anayotaka Mwenyezi Mungu na mtume wake, illa almawaddata fil qurba, mkuwapenda watu wangu wa karibu, akiwepo nani? Bibi Fatima. Ndipo pale bwana mtume unena kuhusu bibi Fatima akisema man aghdabaha aghdabani wa man ahabbaha ahabbani. Bwana mtume anasema atakaye, katika maneno yake mashuhuri, Fatimatu bad'atu minni, Fatima ni sehemu yangu. Sasa watu walifasiri hadithi namna walivyofasiri. Wengine Fatima mpande la nyama, wengine Fatima, lakini bibi Fatima maana yake hutokana na mimi. Yaani ukimgusa bibi Fatima umemgusa mtume Muhammad. Akanena faman aghdhabaha faqad aghdhabani. Ukitaka kujua Fatima ni sehemu yangu, atakayemuudhi bibi Fatima ameniudhi na mimi. Wa man ahabbaha, na atakayempenda bibi Fatima faqad ahabbani, amenipenda mimi bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hubbul Fatimiyya.
unena kirahisi huitwa hubbul Fatimia. Maana yake waanza kumpenda bibi Fatima, wampenda Ali, kusema hubbul Fatimia, pana Ali, pana Hassan, pana Hussein na pana bibi Fatima mwenyewe. Ndipo al-Imam Shafi'i al-Mushaffa'a ananena, anasema ya ahla baiti rasulillah, enyi kizazi cha nani? Cha bwana mtume. Kana kwamba unena ewe bibi Fatima, unena ewe Hasani, unena ewe Husaini, unena ewe Ali. Hubbukum faradun min Allahi fil Qur'ani anzala. Kupendwa kwenu nyinyi bibi Fatima, kupendwa kwenu nyinyi Ali, kupendwa kwenu nyinyi Hasan na Hussein, kupendwa kwenu ni wajibu ambao Mwenyezi Mungu ameuteremsha ndani ya Qur'an. Ni faradhi ambao Mwenyezi Mungu ameishuka katika Qur'an. Ipi? Qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba. Sasa Imam Shafi'i anasema hubbukum faradun min Allah fil Qur'an. Kafakum min adhimi alqadar, yatosha uzito wenu. Man lam yusalli alaykum la salata la, yatosha tu yule ambaye atakaye kuswalia ewe bwana mtume ikawa akaacha kusalia na kizazi chako, hapo kuswalia mtume chochote. Itosha hapo mswalia mtume chochote. Na hapa mara nyingi nimeuliza, vipi tukiwa kwenye maulidi watu wakimswalia mtume mswalia vipi? Allahumma salli wa sallim alayhi, Allahumma salli wa sallim alayhi. Ndivyo tunavyomswalia katika maulidi. Ukipiga Allahumma salli wa sallim alayhi, ndivyo tunapopiga. Lakini wakienda kuswali kule kwenye sala kule, unena nini? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali, mpaka mwisho. Hawaachi wa ali, wako kwenye sala. Ile sala ina masharti yake. Huwezi kumswalia mtume ovyo ovyo. Lazima unene Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kwa nini? Kwa sababu ile sala ya kwanza Allahumma salli wa sallim alayhi, ile ilishakataliwa na bwana mtume. Bwana mtume aliponena wala tusallu alayya salatan fatara, msimsalie mimi sala za mikato mikato, makatakata tu mtakazi. Allahumma salli wa sallim alayhi, ndio sala yangu. Mkimsalia mimi qulu, neneni Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ndio mnakuwa mmemsalia mimi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, sala iliyokamilika. Huyo ni bibi Fatima. Bibi Fatima, kwa nini ameitwa Fatima? Hii nukta muhimu ninataka kumalizia nayo. Kwa nini ameitwa Fatima? Kwa nini ameitwa Fatima? Pana dua mashuhur usomwa hiyo dua, anasemaje? Allahumma bihaqqi Ali wa antal a'la. Allahumma bihaqqi Fatima wa anta fatiru samawati wal ard. Allahumma bihaqqi al-Hasan wa anta muhsin. Allahumma bihaqqi al-Husayn wa anta qadimul ihsan. Sasa kurudi kwa nini huitwa Fatima? Kwa nini Fatima? Kulikuwa hakuna jina lingine akapewa isipokuwa Fatima. Nini sababu ya kuitwa Fatima? Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema innama summiyat binti Fatima, hakika binti yangu ameitwa ni Fatima. Hakika binti yangu ameitwa ni Fatima lianna Allah azza wa jalla, kwa kuwa Mwenyezi Mungu mtukufu fatamaha wa fatama man ahabbaha minan nar, kwa kuwa Mwenyezi Mungu amemweka mbali na moto na amemweka mbali na moto kila ampendaye Fatima. Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kwa hiyo aliitwa Fatima kwa mbali na moto, na kila ambaye ampendaye Fatima uwe kwa mbali na nini? Na moto.
Bibi Fatima huitwa Zahara. Huitwa Zahara. Kwa nini anaitwa Zahara? Kwa nini anaitwa Zahara? Anasema suila Abu Abdullah salama an Fatima, aliulizwa siku moja kuhusu Bibi Fatima, lima sumiyat Zahara, kwa nini ameitwa Zahara? Faqal, akasema liannaha kanati idha qamat fi mihrabiha zahara nuruha li ahli as-sama kama yazharu nuru al-kawkab li ahli al-ard. Ilikuwa Bibi Fatima akielekea kuswali pale katika mihrab, kutoka huwa kama huangaza hivi. Sasa hapa maana kuangaza lazima tuwarejee watu walili wataawili. Huenda huwashajiisha watu kuelekea katika swala. Huenda umshajiisha Hassan naye anatamani kuswali. Huenda umshajiisha Hussein naye akatamani nini? Kuswali. Kwa hiyo mama akijiandaa kuswali, namna anavyojiandaa na namna anavyoswali, na wale walio katika nyumba nao pia hutaka ufuata nuru ile, ufuata namna ya kwenda kuswali ile. Kwa maana ukaitwa nini? Zahara. Hizo katika baadhi ya nini? Ya taawilati za ulama. Na Zahara kwa sababu hapo kiambwa alikuwa anang'aa kama vile ambavyo nyota au mbingu au anga yang'aa kwa watu wa ardhi. Tuko pamoja? Sasa Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika maneno yake ya mwisho akinena akasema, man sarraha faqad sarra. Aliwachia masahaba mafunzo kuhusu Bibi Fatima. Mwataka namna ya kunifurahisha mimi Mtume. Mwataka hata kama nimekufa Bwana Mtume mnifurahishe. Anaambia masahaba zake, mwatamani mimi nimekufa, lakini kufa kule bado mimi hivi mwanifurahisha. Mwataka namna ya kunifurahisha. Bwana Mtume akawaambia man sarraha faqad sarrani. Atakayemfurahisha Bibi Fatima amenifurahisha mimi Mtume. Atakayemfurahisha katika ninyi masahaba zangu, atakayemfurahisha Bibi Fatima amenifurahisha mimi Bwana Mtume. Wa man saaha, na yule atakayemfanyia ubaya Bibi Fatima faqad saani, atakuwa amenifanyia ubaya. Kwa nini? Anasema Fatima tu a'azzi an-nas alayya. Anasema Fatima ni mtu mtukufu bora kwangu mimi. Ndio kuna hadithi moja unena, ni hadithi moja hii semekana siku moja Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Ali ibn Abi Talib alitaka kuoa binti ya Abu Jahal. Katika vitabu vya Ahlus Sunna vimeandika anakumwoa binti ya Abu Jahal. Siko katika masala ya kuthibitisha hadithi sahihi au sio sahihi, lakini iko katika masala ya kunena kwamba Bwana Mtume anasema Fatima tu a'azzu nasi alayya, kwamba Fatima ni mtu bora kwangu mimi. Fatima ni mtu bora kwangu mimi. Sasa katika hiyo moja semekana Ali alikuwa ameandaa kwenda kuposa katika binti ya Abu Jahal, mmoja katika mabinti wale wa Abu Jahal. Na nyinyi mnajua kwamba Abu Jahal min a'da'illah, Abu Jahal katika maadui wa Mwenyezi Mungu, li'annahu min a'da'i Rasulillah. Kwa sababu familia hii na kizazi hiki katika nini? Maadui wa Bwana Mtume. Sasa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasikia Imam Ali anafanya kampango na nini, akatoka kaona binti kwenye familia ya Abu Jahal. Bwana Mtume ndipo akanena maneno haya yasemekana, man sarraha faqad sarrani, wa man saaha, sijui hadithi nyingine kama man aghdabaha faqad aghdabani, wa man ahabbaha faqad ahabbani. Yote hii kwamba Imam Ali akumbusha kwamba ukumbuke Bibi Fatima ni mtu bora. Mwisho akamwambia haiwezekani kukusanyika vipenzi vya Mwenyezi Mungu na maadui wa nini? Na maadui wa Mwenyezi Mungu. Waje kusanyike kwa wewe Ali bin Abi Talib.
Ndio maana alikuwa kinena asema Fatima bahajatu qalbi. Bwana Mtume aliwafikisha mbali masahaba kuhusu Bibi Fatima. Aliwafikisha mbali kweli kweli. Bibi Fatima haneni kirahisi kama ambavyo sisi huwa tunanena tu rahisi. Bwana Mtume aliwapeleka masahaba kuhusu Bibi Fatima ulimwengu mwingine ili Bwana Mtume awaweze masahaba kumuelewa Bwana Mtume. Ikafikia hatua akiwaambia Fatima tu bahajatu qalbi. Fatima ni furaha ya moyo wangu. Ni furaha ya moyo wangu mimi Bwana Mtume. Wataka kuniona mimi mtu mwenye furaha ya kupitiliza, furaha yangu mimi Bibi Fatima. Lakini na wale wazali wao kupitia Bibi Fatima akasema wabanaha thamaratu fuadi. Na watoto wa Bibi Fatima tunda la moyo wangu. Tunda la moyo wangu. Bibi Fatima furaha ya moyo wangu, na watoto matunda, bado kwenye matunda ya moyo wangu. Moyo mmoja ule ulivyo furaha yake shina maana yake. Furaha yake ni ile shina wa moyo wa Bwana Mtume ni Bibi Fatima. Lakini matunda ya moyo ule ni vile vizazi vitokanavyo na nani? Na Bibi Fatima. Kisha akamalizia kusema akasema wa ba'aluha, na mume wake. Yote yao awafundisha masahaba. Moyo wake Bwana Mtume umpenda sana Bibi Fatima, lakini matunda ya moyo wake ni Hassan na Hussein. Bali zaidi wa ba'aluha, na mume wake nuru basari, ni mwanga wa macho yangu. Mwanga kwa macho yangu. Akamwambia Mtume zaidi ana madinatul ilmi wa aliyu babuha. Utaelewa vizuri maneno ya Abubakar bin Abi Quhafa, aquluni lastu bi khairikum wa aliyu fikum. Utaelewa maneno ya nani? Ya Umar ibn al-Khattab, ma abqani Allahu li mu'dharatin laysat laha Abu al-Hasan. Nuru basari. Kwa Ali bin Abi Talib ndio mwanga wa macho yangu. Kwa kusanya kipenzi cha roho ya Bwana Mtume Bibi Fatima. Tunda la moyo wa Bwana Mtume ni Hassan na Hussein. Nuru ya macho ya Bwana Mtume ni Ali bin Abi Talib. Huyo ndio Bibi Fatima. Leo kama tutahitaji muda mrefu wa kumzungumzia na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, namna alivyomzungumzia hatuwezi kumaliza. Kamzungumza katika matukio mbalimbali, katika minasaba mbalimbali, katika vikao mbalimbali, katika pahala tofauti akifundisha kuhusu Bibi Fatima.